Sasa kumekucha, jogo limekwisha wika Dodoma. Wilaya ya Kinondoni, moja kati ya wilaya 5 zinazounda mkoa wa Dar es Salaam, ikiwa na tarafa 2, kata 20, mitaa 106, huku ikiwa na majimbo 2 ya uchaguzi, yani Kinondoni na Kawe. Baada ya safari ndefu ya mafanikio kutoka mwaka 2020, leo hii tarehe 20 Juni, baraza la madiwani linakwenda kutamatishwa likiwa na mafanikio mengi kutoka kwenye sekta mbalimbali, kuanzia afya, elimu mpaka miundombinu iliyotekelezwa ndani ya manispaa ya Kinondoni. Wa 6 mwaka huu 2025 navunja baraza letu la madiwani la halmashauri ya manispaa ya Kinondoni ambalo lilianza kufanya kazi tarehe 23 mwezi Desemba mwaka 2020. Tunavunja baraza letu likiwa ni takwa la kisheria baada ya waziri wa TAMISEMI Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa kutaka mabaraza yote yamevunjwa ifikapo tarehe 20 mwezi Juni ili kuweza kujiandaa na mchakato wa uchaguzi ndani ya vyama na hatimaye kwenda kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu 2025. Baraza la madiwani manispaa ya Kinondoni likiongozwa na mstahiki meya Songoro Mnyonge kwa kipindi cha miaka 5 waliweza kuongeza mapato kutoka bilioni 49 mpaka bilioni 74 kwa mwaka wa fedha 2024-2025 na ruzuku nayo kuongezeka kwa kipindi hicho. Kama meya wa manispaa ya Kinondoni, naomba nichukue fursa hii kuelezea kwa muhtasari mafanikio ambayo halmashauri yetu ya Kinondoni chini ya baraza hili ambalo leo linakwenda kuhitimisha shughuli zake imeyafanya. Kwanza, tumefanikiwa kuboresha makusanyo ya mapato ya ndani. Mafanikio ya maboresho haya yamekuwa ndio chachu na msingi wa maendeleo ambayo leo yanaonekana ndani ya wilaya ya Kinondoni. Kwenye mwaka wa 2020-2021 mapato ya ndani ya halmashauri yanayokusanywa yalikuwa ni bilioni 42.951, lakini sisi kwa kushirikiana na management kwa maana mkurugenzi na timu yake na chini ya usimamizi wetu, mimi kama meya na waheshimiwa madiwani, tumeweza kuongeza mapato hayo. Kila mwaka mapato hayo yamekuwa yakiongezeka. Kwa mfano mwaka 2021-2022 yaliongezeka na kufikia bilioni 49. 2022-2023 yalipanda kufikisha shilingi bilioni 57, lakini 2023-2024 tukafikia bilioni 63.9, na mwaka 2024-2025 ambapo ndo tunapokwenda kuvunja baraza, mapato haya yamefikia shilingi bilioni 74.2. Lakini ruzuku nayo ya serikali kuu, ruzuku ya serikali kuu imeweza kupanda kutoka shilingi bilioni 59.9 mwaka 2020 na 2021 hadi kufikia leo jumla shilingi bilioni 96.5 mwaka 2024-2025. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa kipindi cha miaka 5 toka mwaka 2020 mpaka tunavyozungumza leo, mapato ya ndani yaliyokusanywa kwa ujumla wake ni bilioni 287,707,780,000, na ruzuku tuliyoipata kutoka serikali kuu ilikuwa ni shilingi bilioni 350,956
milioni 667,084. Kwa hiyo kwa jumla ya mapato ya ndani na ruzuku ambayo tumeipata kutoka serikali kuu, halmashauri yetu ya manispaa ya Kinondoni kwa kipindi cha miaka 5 mpaka tunapomaliza leo tumeweza kukusanya ama kupokea jumla ya shilingi bilioni 661,990 milioni 628,885 na senti 43. Miradi ya kielimu nayo ilifikiwa na kuweza kutekelezwa kwa asilimia kubwa sana. Shule za msingi na sekondari ziliboreshwa na ufaulu kuongezeka, na Kinondoni kuwa kinara wa ufaulu kuanzia mwaka 2021 mpaka 2025, huku zaidi ya bilioni 19.7 ziliwezesha miradi ya shule za sekondari na kuleta shule mpya 6. Na historia iliandikwa katika jimbo la Kinondoni kuwa na shule ya sekondari ya kidato cha 5 na cha 6 ambayo ni Makumbusho Sekondari. Sasa kukusanyika kupata mapato haya imetuwezesha sisi Kinondoni kutekeleza miradi mingi ya maendeleo. Leo tumekuwa na mafanikio makubwa kwenye eneo la shule za msingi, ambako katika mapato haya jumla shilingi bilioni 19 tulizielekeza kwenye kuboresha elimu ya msingi. Na maboresho ya elimu ya msingi yameifanya Kinondoni leo imekuwa ni shule ya kwanza kwa kufaulisha katika mkoa wa Dar es Salaam, lakini vivyo hivyo imefanya Kinondoni kuwa kuwa wilaya inayoongoza kufaulisha wa Tanzania nzima. Haya ni mafanikio ambayo tumeweza kuyapata. Lakini vile vile tumeweza kuboresha elimu ya sekondari. Elimu ya sekondari hata kiwango chake nacho cha ufaulu kimeweza kuongezeka katika kipindi hiki cha miaka 5. Sababu na wao vile vile kama tulivyofanya kwenye elimu ya msingi, sekondari nao tuliwaongezea fedha, na katika kipindi cha miaka 5 tumeingiza kwenye elimu ya sekondari kuboresha miundombinu yao jumla shilingi bilioni 19.7. Fedha hizi zimeleta mafanikio makubwa katika elimu ya sekondari, lakini vile vile ikiwa ni pamoja na kujenga shule mpya 6 za sekondari ambazo tumezijenga kwa mtindo wa ghorofa. Shule hizi ukienda kule Wazo utazikuta, ukienda Kunduchi utazikuta, ukienda Mabopande utazikuta. Haya ni mafanikio makubwa ambayo manispaa yetu imeyafanya. Na kiwango cha ufaulu tumekuwa tukipambana kuhakikisha kwamba kiwango cha ufaulu kinaongezeka, na kwa kweli kiwango cha ufaulu sasa kimeongezeka kutoka 84% mwaka 2021 hadi kufikia 89.7 hivi ninavyozungumza. Kwa hiyo sasa hivi tumebakiza asilimia chache kabisa tuhakikishe kwamba tunafuta kabisa zero ndani ya manispaa yetu ya Kinondoni. Lakini ninafurahi kusema Kinondoni tulikuwa tuna shule moja tu ya high school, 2 labda za high school. Kwa tunazungumzia habari ya Mabwe Tumaini Girls, kwa tunazungumza na Mbweni Teta, ambazo hizo ziko katika jimbo la Kawe. Lakini sasa hivi kwenye mwaka huu shule zitakapofunguliwa mwezi Julai, kwa mara ya kwanza jimbo la Kinondoni nalo linapokea wanafunzi wa high school. Shule ya sekondari ya Makumbusho tumeipasisha na imepitishwa kwamba sasa itakuwa ni shule ya kidato cha 5 na cha 6. Hayo ni mafanikio ambayo tumeyapata katika kipindi hiki cha miaka 5. Na miradi ya afya nayo ikatazamwa kwa jicho la tatu,
na matokeo tukayaona. Tazama leo hii kila kata ina zaidi ya vituo vitatu vya kutolea huduma za afya, bila kusahau vifaa tiba vya kisasa kabisa, na ile hospitali yetu ya wilaya ya Mabwepande. Naam, hakika ni maendeleo hayo. Lakini eneo jingine ambalo kwa kweli tumelipa kipaumbele ni kwenye eneo la afya. Wilaya Kinondoni kama nilivyosema, tuna kata 20 na mitaa 106. Tumejitahidi katika kata zetu. Jumla ya kata 19 zote zina sekondari, zina zahanati, lakini vile vile zina vituo vya afya, kwa maana kuna maeneo ya kutolea huduma ya afya yanayofikia 36 ndani ya wilaya yetu ya Kinondoni. Zipo kata leo zina vituo zaidi ya vitatu vya kutolea huduma za afya. Tumekamilisha hospitali yetu ya wilaya ya Mabwepande ambayo nayo tulianza kuijenga kwa mapato ya ndani, na tunashukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alitushika sisi mkono kupitia fedha za COVID na alituletea fedha nyingi, takriban bilioni 3 ambazo zimewezesha hospitali yetu ya wilaya ya Mabwepande kuweza kukamilika, na sasa inatoa huduma sambamba kama zile ambazo zinatolewa kwenye hospitali yetu ya wilaya, hospitali yetu ya rufaa ya Mwananyamala. Biashara na uwekezaji umepewa kipaumbele huku Kinondoni. Pita leo pale Mwenge, shuhudia uwekezaji wa stendi mpya na ya kisasa sanjari na uwanja wa KMC. Hakika wameweza. Rudi Magomeni, twende Tandale na Bwawani, masoko ya kisasa kabisa, na hizi ndo ishara za ukuu wa manispaa ya Kinondoni. Vijana, wanawake na walemavu leo hii wanapata mikopo ya 10%, huku zaidi ya vikundi 857 vikinufaika na mradi huu. Tuna mengi ya kujivunia kutoka kwao. Lakini tunayo miradi ya kimkakati. Tumekamilisha miradi ya kimkakati ambayo ilipata sapoti na msaada mkubwa kutoka serikali kuu. Tumekamilisha masoko yetu matatu, soko la Magomeni, soko la Tandale, lakini vile vile soko la pale Bwawani Mwananyamala, ambalo tayari halmashauri yetu baada ya soko lile kukamilika na kuonekana kwamba uingiaji wa wafanyabiashara umekuwa sio mzuri sana, tumeweza kupata mwekezaji ambaye muda si mrefu anakwenda kulichangamsha lile soko kwa kuweka bidhaa maalumu ambazo zitavutia wananchi mbalimbali kwenda kupata huduma katika soko lile. Lakini eneo jingine ni mikopo ya vijana na kina mama. Halmashauri ya manispaa ya Kinondoni katika kipindi cha miaka 5 tumelipa eneo hilo la kukopesha vijana, kina mama na watu wenye ulemavu chini ya ile falsafa tunayosema 442. Tumeipa umuhimu mkubwa sana, na katika kipindi hiki cha miaka 5 tumekopesha jumla ya vikundi 857 kiasi cha shilingi bilioni 16 na milioni 484, na mchakato wa kuendelea kukopesha vikundi mbalimbali unaendelea. Na hivi karibuni tulishuhudia wakati wa mbio za Mwenge wa Uhuru zilizotembelea wilaya yetu ya Kinondoni, tulikopesha takriban shilingi bilioni 5.9 kwa vikundi mbalimbali. Kwenye awamu nyingine, nafikiri kabla hata ya kwenda kwenye uchaguzi, tutaendelea kukopesha vikundi mbalimbali.
bila ya ubora wa miundombinu yetu. Hapa naongelea barabara za mitaa pamoja na njia kuu zilizojengwa kwa zege na kiwango cha lami kwa kutumia mapato ya ndani na miradi ya DMDP1 na DMDP2. Njoo utalii na ujifunze Kinondoni. Hakika kuna mengi ya kujifunza. Mazingira bora na kuamini kuwa taka ni fedha. Kikajengwa kiwanda cha kuchakata taka cha zaidi ya bilioni 7 pale Mabwepande. Lakini eneo jingine ambalo manispaa ya Kinondoni tumefanya vizuri katika kipindi cha miaka 5 ni miundombinu. Wilaya ya Kinondoni ni moja ya wilaya ambazo kwa kweli tunajitumia miundombinu mizuri ya barabara. Ingawa yako maeneo machache, kata chache ambazo bado zina changamoto. Lakini sisi wenyewe kwa kutumia bajeti ya mapato ya ndani, bajeti yetu ya mapato ya ndani katika kuchangia ujenzi wa barabara imepanda kutoka shilingi bilioni 1.134 mwaka 2020-2021 hadi kufikia shilingi bilioni 6.039 hivi ninavyozungumza. Maana hiyo ni nini? Tumeweka mzigo mkubwa sana, tumeweka hela nyingi sana katika uboreshaji wa miundombinu. Lakini uboreshaji huu wa miundombinu umesaidiwa pia sana na mchango mkubwa tulioupata kwenye DMDP1. DMDP1 imeweza kutengeneza kilomita takribani 223 kwenye wilaya yetu ya Kinondoni, na jumla ya fedha ambazo ziliingia kwenye ujenzi huo wa miradi ya DMDP ni zaidi ya shilingi bilioni 200 ziliingia Kinondoni kwenye manispaa yetu, tutaweza kujenga miradi hiyo ya ujenzi wa barabara. Lakini sasa hivi ninavyozungumza tunajipanga kupokea mradi wa DMDP2 ambao kwa wilaya yetu ya Kinondoni utakwenda kutengeneza tena kilomita nyingine zisizopungua 53. Lakini sanjari na hilo, tumejitahidi sisi kama Kinondoni kuboresha kitengo chetu cha ujenzi wa barabara zetu za ndani. Na kwa kupitia hilo tumenunua mitambo ambayo mitambo hii muda si mrefu itaingia barabarani kwenda kuchonga na kutengeneza barabara zetu. Kwanza tumenunua wheel loader kwa thamani ya shilingi milioni 245. Tumenunua grader jipya lenye thamani ya shilingi bilioni 172,620,000, na tumenunua ile tunasema excavator, kile kijiko kwa thamani ya shilingi milioni 304. Na hivi ninavyozungumza, jana tulikuwa tuna kikao kingine, tumeweza kupeleka fedha nyingine zaidi ya shilingi milioni 320 kununua excavator na grader nyingine. Kwa hiyo ukichanganya na grader ambalo tulifanya mabadiliko ya matumizi ya fedha ambazo tukazinunua hizi grader kwa fedha za mfuko wa jimbo, sasa Kinondoni itakuwa na jumla ya magreda 3 mapya. Magreda haya muda wowote yataingia na kuanza kuchonga barabara zetu katika maeneo yale ambayo yana changamoto za miundombinu ya barabara. Unajua mvua zilizomalizika, kata kama ya Kawe, kata ya za Mbezi Juu, kata ya Mabwepande, kata ya Wazo, baadhi ya maeneo ya kata ya Kunduchi na kule Bunju, hali ya barabara sio nzuri. Sisi kama halmashauri tutaingiza mitambo 3 hiyo niliyoieleza ambayo itakwenda kuchonga zile barabara tukishirikiana na wenzetu wa TARURA. Hayo ni mafanikio ambayo kwa kweli nasema tumeyapata katika eneo hili la miundombinu ya barabara. Kwa hiyo kwa kifupi, ndugu zangu, mimi niendelee kusema baraza hili ambalo leo linakwenda kuvunjwa kwa kuhitimisha kazi yake limefanya kazi nzuri sana ya kuchagiza maendeleo ndani ya wilaya yetu ya Kinondoni. Ni mategemeo yetu kwamba wananchi wataunga mkono na kupokea kazi nzuri ambayo imefanywa na halmashauri, na hata kipindi ambacho sisi tunaondoka
wilaya yetu ama niseme manispaa yetu bado ipo kwenye mikono salama. Wetu wa wilaya bado yupo, ambaye kimsingi ameshirikiana vizuri sana na waheshimiwa madiwani katika kusukuma na kuhimiza maendeleo ndani ya wilaya yetu. Mkurugenzi yupo na timu yake management, ambaye kimsingi ndiye ambaye atabaki pamoja na management team kuendeleza zile shughuli zote za maendeleo ambazo zilikuwa zinasimamiwa na waheshimiwa madiwani. Sasa wao shughuli zile wanakwenda kuzifanya. Ni matarajio yangu kwamba kazi itaendelea vizuri, pengine zaidi ya vile tulivyokuwepo sisi, na tutakaporejea baada ya uchaguzi mwezi Oktoba kama takwa la kisheria linavyotaka, mkurugenzi na timu yake watatupitisha katika yale ambayo waliyafanya wakati sisi hatupo, na sisi tutayaunga mkono na kuendeleza gurudumu la maendeleo katika kutekeleza bajeti ya mwaka 2025-2026 ambayo kimsingi imepitishwa na baraza hili linalokwenda kuvunjwa leo. Sisi kama wana Kinondoni tunasema hatuna deni na nyinyi. Kinondoni ni salama, atakaye na aje.